Ili shetani asikuweze, ili milango ya kuzimu isikuweze, lazima uwe deep katika ufunuo wa Kristo, kama ambavyo Yesu alimwambia Petro kwamba damu na nyama havikukufunulia hili. Maana yake na wewe, ili uishi juu ya mazingira ya mwili, ili uishi juu ya mazingira ya damu na nyama, kwenye uchumi wako, kwenye familia yako, kwenye biashara, kwenye maisha ya hapa duniani, ili uishi bila kuonewa na shetani, lazima uishi katika siri ya Kristo. Lazima ujue mfumo huu ambao tumeumbwa nao, mfumo wa Mungu ndani ya mtu, mfumo wa Mungu ndani ya mtu. Huu ndio mfumo wa Kristo, huu ndio mfumo wa wana wa Mungu. Biblia inasema tuliozaliwa si kwa damu, si kwa mapenzi ya mwili au mapenzi ya mtu. Kwao wanaoshinda dunia ni wale ambao wanajua kwamba tumezaliwa kwa Mungu, wale ambao wanajua siri ya Kristo, siri ya wana wa Mungu. Mtu wa Mungu, hiyo ndio siri ya kanisa. Kanisa limejengwa katika msingi wa Mungu ndani ya mtu, limejengwa katika msingi wa siri. Ndio maana shetani na mambo yake yote hawezi kanisa. Wewe ni kanisa. Tunavyosema kanisa, hatumaanishi dini yako, hatumaanishi dhehebu lako, tunamaanisha wewe, mtu mmoja mmoja. Ili shetani asikuweze, ili milango ya kuzimu isikuweze, lazima uwe deep katika ufunuo wa Kristo.